Yaani jambo la kwanza Mungu analofanya ni mbaraka wa afya njema. 2, la pili Mungu analofanya ni mbaraka wa rasilimali, ikiwepo rasilimali watu, ikiwepo rasilimali za ardhi, ikiwepo rasilimali zingine mbalimbali. Mungu tayari yeye kazi yake ni rasilimali. Uwe connected na watu, hiyo ni rasilimali watu, rasilimali ardhi na zingine. Mungu yeye tayari ameshatoa. La tatu, wajibu wa Mungu la tatu ni kupatia muda mchana na usiku. Amekupatia daytime 12 hours. Mungu anakupatia tena na masaa mengine ya usiku 12, 24 hours. Mungu anajiuliza, hizo umezitumiaje? Umezitumiaje? La nne Mungu analolifanya ndi kukupatia vipawa. Mungu amekupatia vipawa mbalimbali. Amewekeza vitu vya pekee kwenye mwili wako. Wewe umevitumiaje? Kingine ambacho Mungu amekupatia ni akili. Mungu amekupatia akili. Hiyo akili umeitumiaje? Nilisoma kitabu kimoja ya kwamba mwanadamu aliyetumia akili nyingi katika 100% ni 7.5. Wewe umetumia akili yako kiwango gani? Sio kusema serikali anifanyii, kanisa linifanyii, hiki anifanyiwi, sijafanyiwa kile. Si wakati wa kulalamika, ni wakati wa kufight kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya kazi ya Mungu na kwa ajili ya kazi za wengine. Kwa hiyo ni lazima hilo ulielewe. Hilo lazima uelewe. Sasa nimalizie na haya manne. 1, ni mapenzi ya Mungu kwamba kila muumini ajitegemee kiuchumi. Yaani ndio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni huu, kuona kanisa lote, waumini wote wanajitegemea kiuchumi. Huo ndio mpango wa Mungu. Wanakimu mahitaji yako ya kina maishani kwa mujibu wa Matendo 20:33. B, kufadhili uenezaji wa Injili, Matendo 20:34. C, kuwasaidia wasiojiweza, Matendo 20:35. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu kuona ya kwamba kila muumini ana mudu maisha yake. Baada ya kumudu maisha yake, afadhili uenezaji wa Injili. Baada ya kukidhi mahitaji yake, kuwasaidia wengine wasiojiweza. Huo ndio mpango wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio mpango wa Mungu. Narudia tena, mpango wa Mungu ni nini? Ndio kukimu mahitaji yako ya kina maishani. Yaani wewe lazima ujue namna ya mahitaji yako, namna ya kujitosheleza mahitaji yako. Nimesema hivi ya kwamba pale awali, usitegemee shughuli moja. Usitegemee shughuli moja. Wewe ni mwalimu mkuu, tafuta kashamba kabuku, lima mahindi. Wewe ni mwalimu mkuu, asubuhi hujaenda kazini, ingia kwenye kuku, hudumia kuku wako. Ukienda kazini unaanza kufundisha moja mara moja ngapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mama Nzige ni nasi. Kwa hiyo kabla hujaenda kutundika madripu kule Bombo, umeangalia shamba lako, bustani yako, umeangalia kuku wako. Ukienda kule, ukirudi, kuna jambo lingine umelifanya. Kwa hiyo ni lazima tuongeze vipato ili makusudi tumudu maisha yetu, kufadhili Injili na kusaidia wasiojiweza. Haya matatu ni lazima kuyazingatia. Waumini wote makanisani, makanisa mahalia, majimboni, taasisi zote ni lazima tujitegemee kiuchumi. Hii ni kanuni ya Mungu. Kanisa mahalia likijitegemea kiuchumi itasaidia. Namba 3, kujitegemea kiuchumi kunamwezesha muumini anapofanya kazi kwa bidii. Wewe utaweza kujitegemea kiuchumi ikiwa utafanya kazi kwa bidii. Maisha yanahitaji bidii. Matendo 20:33. Mnajua ninyi wenyewe kwamba nimefanya kazi kwa mikono yangu. Kwa hiyo ni lazima ufanye kazi kwa bidii. Huwezi ukajitegemea kiuchumi kama hufanyi
kazi kwa bidii. Wewe ni bodaboda. Wewe ni bodaboda. Kabla hujaenda bodaboda umefanya nini nyumbani? Wewe ni dereva taxi. Kabla hujaenda kuchukua gari ya kuendesha ya aliyokuajiri, kitu gani umekifanya kingine cha ziada? Wewe wanakuita ni mama wa nyumbani, ndio. Unasema mimi sina kazi. Ndio huna kazi. Lakini pale nyumbani pana mchicha, badala ya kuweka maua nyumba yako ipambwe na matunda, nyumba yako ipambwe na mchicha, nyumba yako ipambwe na cabbage, cornflower, spinach, sukuma, nyumba yako ipambwe na hiyo. Kwa hiyo maji yale unaomwagia yanageuka, yanasapoti uchumi. Kwa ni lazima kufanya kazi kwa bidii. Jambo la tatu, kujitegemea ni ushuhuda mkubwa kwa wasioamini. Kwa tunapokuwa huru kiuchumi, hii inatusaidia kuwa ushuhuda kwa watu wengine. Tunakuwa ushuhuda mzuri kwa sababu tunaweza kulipa kodi za nyumba, tunasomesha watoto, hatudai vikoba, hatudai barabarani, tunakuwa watu ambao tumejikimu kiuchumi. Hata tunapopeleka injili kwa wengine inakuwa safi. Maana Isaac, haiwezekani kabisa umhubiri mtu anayekudai kodi ya nyumba hujamlipa. Baba mwenye nyumba hujamlipa kodi alafu mwambie shika sabato njema. Hiyo hapana. Kweli? Haiwezekani. Haiwezekani yule Muislamu aliyokopesha alafu kashindwa kumlipa alafu kamhubiri, haiwezekani. Haiwezekani unashindwa kumudu maisha yako alafu unampelekea mwingine injili, atakuuliza kama huyo Mungu anabariki, mbona hatujaona baraka kwako? Jabari, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni lazima mwinjilisti Juma, hata kama ni mwinjilisti, usitegemee tu kana posho ya kana, chapa kazi kwa jina la Yesu. Maana siku kana akisema hakuna posho utaacha kazi ya uinjilisti. Nimpongeze Ana sijui yuko wapi. Ana nilimkuta kule Mgandini anauza ndizi, anafanyaje? Akasema karibu mteja, nikiangalia ni Ana. Safi. Usiangalia mimi mke wa mwinjilisti kanisa litanonaje. Haya, utakula Biblia. Jabari, Bwana Yesu asifiwe. Kwa Ana, wewe mwinjilisti Juma akienda nyumba kwa nyumba, wewe tafuta uchumi. Ikia huko Mgandini, ikia huko Ngamiani, maana wewe siku nyingine akiamka ana bodaboda haina mafuta, unampa mafuta anaenda kwenye injili. Hayo mwinjilisti Juma ni maisha mazuri. Mama Muhina, tuko sawa? Hata kama umestaafu, fuga kuku, fanya hivi, chukua ile pesa yako, weka nyingine kwenye treasury bond, fanya hivi, weka UTT huko, hangaika na babo wengine, maana tunapaswa tujikimu mahitaji yetu. Wewe unakaa kwa nyumba ya kupanga, nenda Kilapula, kuna ardhi ya 900,000, 800,000, kadu ardhi, mji utakufikia huko. Nilikuwa nasikiliza kina Joti. Mnafahamu kina Joti? Joti wanafanya utani, wanasema hivi Chirumo. Joti anafanya utani, anasema kuna watu wanasema baba yangu alikuwa mzembe sana. Wakati hapa Mlimani City pananunuliwa, palikuwa pananunuliwa bei nafuu. Baba yangu akawa mzembe, hakununua. Joti anasema kama baba yako alikuwa mzembe, Mlimani City haijaondoka, nunua sasa. Kwani imeondoka Mlimani City? Haijaondoka, ipo. Sasa wewe ambao sio mzembe, sasa nunua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe nunua sasa. Kwa hiyo marafiki zangu wapendwa, ninapohitaji kuhitimisha somo la leo, nataka niwatie moyo, baraka za Mungu ziko tele tele. Jambo la 4, mzee Bilingi, ili nawahusu viongozi waanze kuwa mfano wa kujitegemea. Viongozi wa kwaya, viongozi wa vijana, viongozi wa familia,
baba wa familia, wewe uwe wa kwanza kuwa kiongozi wa kujitegemea. Mbona wazee mnanyamaza kimya? Yaani kiongozi uwe wa kwanza kwenye kujitegemea. Baba, chumvi unasema sina. Haya, ada sina. Haya, pampers ya mtoto sina. Paracetamol ya mtoto sina. Haya, sijui nini sina. Mwisho hapo nyumbani tu baba sina. Viongozi waanze kuwa mfano. Wewe kiongozi wa kwaya, kuwa mfano. Wewe kiongozi wa idara ya vijana, kuwa mfano. Wewe kiongozi wa AMO, kuwa mfano. Wewe kiongozi wa huduma za wanawake, kuwa mfano. Wewe kiongozi wa ATAPE, kuwa mfano. Kila kiongozi awe mfano. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kiongozi wewe mwenyewe, baba wa familia, asubuhi unaenda kucheza karata, unarudi usiku unasema ulifanya kampango kapi. Kiongozi wa kanisa hatusemi ya kwamba wawe uchumi fedha ndio ichukue msimamo wa kuwa kiongozi. La hasha. Dia yangu ni hii, kiongozi uwe mfano, unafanya kazi siku 6. Sio kiongozi uko kwenye karata, sio kiongozi. Sasa hivi kuna wimbi kubwa sana shetani ameteka nalo la mambo ya mipira. Sikatai mpira. Mmenielewa vizuri? Sikatai nini? Mpira. Lakini unachukua muda mwingi kufikiria Yanga na Simba. Yanga, haya kula Simba sasa. Kula Simba. Kula Simba na Yanga sasa. Kila kitu kifanyike kwa mipaka, lakini kila mmoja hakishe wewe ni kiongozi wa familia, kiongozi wa kanisa, kiongozi pale ulipoajiriwa, kiongozi popote pale, uwe kiongozi ambaye unaonyesha mfano wa kujitegemea, ya kwamba unaonyesha ya kwamba unapambana. Wewe ni kiongozi wa kwaya, unaonyesha ya kwamba unapambana, lakini wewe ni kiongozi kwaya inaenda Msomero nasema hata mimi sina. Wewe ni kiongozi wa uinjilisti unasema hata mimi sina. Wewe ni baba wa familia hata mimi sina. Viongozi wao mstari wa mbele katika kupambana. Matokeo ya kufundisha injili ya uchumi: moja, waamini wote wajitegemee kiuchumi. Hivyo ni lazima waamini wote wajitegemee kiuchumi. 2, waamini wanapojitegemea waumini wanaojitegemea hukuza makanisa yao mahalia yanayojitegemea. Kwa waumini wakijitegemea kiuchumi watakuza makanisa mahalia katika hali ya kujitegemea. Kwa wataweza kulipa maji, wataweza kulipa umeme, wataweza kufanya makrusedi, wataweza kununua vyombo, wataweza kufanya hivi na vile. Makanisa yakijitegemea, majimbo yatajitegemea, majimbo madogo yajitegemea, majimbo makubwa yatajitegemea. Kwa ni vizuri ya kwamba tujitegemee. Tujitegemee. Muombe Mungu ya kwamba akusaidie ujitegemee. Ni lazima ujitegemee. Sio swala la ombi, ni lazima kujitegemea. Ni lazima tujifunze maisha ya kujitegemea. Maisha ya kujitegemea ni maisha mazuri. Laana ya Afrika ni kutukuza uvivu. Yaani shida yetu kubwa ni uvivu. Uvivu katika makundi matatu. 1, uvivu wa kufikiri. Ogopa sana uvivu wa kufikiri. Yaani kwa sababu uvivu wa kufikiri huoni fursa. Wenzako wanaona fursa, wewe huoni fursa kwa sababu ya uvivu wa kufikiri. 2, uvivu katika kutenda. Kwa hili jambo la uvivu hili tukiliondoa, ninaamini ya kwamba Mungu atatusaidia. Sione aibu kutangaza habari njema yenyewe ni nguvu ya Mungu inayookoa wote kiuchumi wanaoamini. Wayahudi kwanza na Watanzania na Tanga yote. Kwa tukiweka nguvu ya injili katika maisha yetu, injili ikabadilisha fikra, injili ikabadilisha utendaji wetu,
Mungu atatutendea. Wito mkuu, kila mwinjilisti ajiandae, ajitahidi, ajitegemee. Mwinjilisti Juma, kila mwinjilisti, kila mwanakwaya, kila mwanaidara, kila amo, kila yote yule ajitegemee kiuchumi. Baada ya hapo, wito wa pili, tuwafundishe injili ya uchumi watoto wetu nyumbani, waamini wapya, ili tutoke Afrika, kutoka katika umaskini na pepo la kuwategemea wengine. Kwa hiyo waumini wote wajitegemee. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima sasa tujifunze maisha ya kujitegemea. Ni wangapi mchana wa leo wasema, Pastor, ninatamani sana kwa neema ya Yesu ndiwe miongoni mwa watu ambao wanafanya jitihada ya kila namna inayompendeza Mungu, ili ni uweze wewe mwenyewe kujitegemea kiuchumi na utegemeze kazi ya Mungu, uwategemeze na wengine walio dhaifu. Wewe ya kwamba unasema, Pastor, ninatamani sasa kuanzia leo nisitegemee ajira peke yake. Wewe, kuna mwingine mchana wa leo anasema, Pastor, mimi nafanya maamuzi mchana wa leo nisitegemee biashara peke yake.